Wakristo wa sasa hivi hatuna maombi. Tunahitaji kuombewa kila siku. Niombee mchungaji. Wengine unakuta njiani ukaniombeage. Sikiliza, tumekosa kitu kwenye maisha yetu kwa sababu ni watu wa kutaka kuombewa badala na sisi tupeleke hoja kwa Mungu wetu. Mungu anahitaji tuojiane, anahitaji uojiane wewe na yeye. Kuna maombi ambayo yanahitaji mimi nikuombee. Kuna maombi ya siri baina ya wewe na Mungu wako. Haleluya! Unayeandika, jitahidi kuwa na daftari na biki. Masomo unayojifunza wakati mwingine unachukua muda wa kwanza kuyapitia na kusoma. Haleluya! Maombi ya mtu wa Mungu, sikiliza, kuna maombi yanayopata kibali kwa Mungu. Kuna maombi hayapati kabisa kibali kwa Mungu. Ni maombi ya aina gani ambayo hayapati kibali kwa Mungu? Na ni maombi ya namna gani yanayopata kibali kwa Mungu? Haleluya! Pia unahitajika wewe na Mungu ufanye agano. Watu wa zamani walifanya maagano yao, walifanya maagano makaburini, walifanya maagano kwenye miti, walifanya maagano kwenye mito, wengine walifanya maagano kwenye njia panda. Sikiliza, hizi njia panda msizichukulie kiurahisi rahisi. Kuna watu wanaenda kutamka maneno yao kwenye njia panda. Hauna maombi. Kama hauna maombi, maana yake nguvu ya Mungu inakuwa haipo. Unatakiwa utawaliwe na Mungu, utawaliwe na nguvu ya Mungu, maana nguvu ya Mungu inapatikana kwenye maombi. Na mtu yeyote ambaye haombi, maana yake ndani yake Roho Mtakatifu hayupo. Roho Mtakatifu anatufanya sisi tuwe watu wa kwenye maombi. Roho Mtakatifu anatupa hamu ndani yetu ya kufanya maombi. Roho Mtakatifu, maombi ni chakula cha mtakatifu. Amen. Naomba tufungue Wafalme wa kwanza 9 mstari wa 3. Wafalme wa kwanza 9 mstari wa 3. Nakaraka Biblia. Bwana kawaambia, nimeyasikia maombi yako na dua zako ulizotoa mbele zangu. Nimetakasa nyumba hii uliyoijenga ili niweke jina langu humo milele. Tena macho yangu na moyo wangu utakuwepo hapo siku zote. Haleluya, haleluya. Anayesema hivyo manabii walipokuwa wanaandika vifungu hivi vinaishi, haya maneno yanaishi. Tulipokuwa tunafungua, tulipotoka pale, walipotuona pale hatufai kuabudia pale, wakatufukuza pale. Niliomba nikatamka neno, ninapoondoka nikaomba nikatamka neno, nilipokuja mahali hapa nikaomba nikatamka neno. Sikiliza, maombi yana nguvu kubwa sana ya kutenda na kufanya kazi kwa mtu, na hiyo nguvu inapenya. Anasema Bwana akamwambia, nimeyasikia maombi yako Daudi. Nimeyasikia maombi yako pamoja na dua zako ulizotoa mbele zangu. Nimetakasa tayari
nyumba yako hii nyumba ni ya utakatifu, ni ya utakatifu, imetakaswa na Mungu peke yake. Ndio maana sema malaika wa Mungu wanakuwepo, bali wameambatana na nguvu ya Roho Mtakatifu peke yake. Biblia inanipa moyo sana pale inaposema kwamba katika kitabu cha Matendo 3 anasema walipokusanyika pamoja. Ni Matendo 2 kitu kabisa. Walipokusanyika pamoja ile siku ya Pentekoste, walikuwa na upendo na umoja. Nia yao ni kuona nguvu ya Mungu ikitenda kazi. Haleluya! Pale palikuwa na upendo na ushirikiano na maombi, ndipo nguvu ya Mungu ikajidhihirisha pale pale. Ndipo nguvu ya pekee ya Mungu ikaja kama kisulisuli, kama upepo mkali ukawavamia pale. Waliongea kwa lugha za pekee. Wengine walipokuwa wakipita barabarani wakasema hao wamechanganyikiwa. Haleluya! Hao hawajielewi. Yawezekana hata hapa hawajui, wanachanganyikiwa wao, ila Mungu hachanganyikiwi, anajua anachokifanya. Ndio maana nisema kwamba pale tunapokuwa na Mungu kweli, Mungu wa kweli, Mungu sio mazoea, Mungu aliyeombwa na Shadraka na Meshaki akatoa majibu kwenye tanuri linalowaka moto. Moto ukuwaramba, wala mavazi yao ya kushika moto, wala chini viatu havikuungua, wala nywele hazikuungua. Huyo ndio anayependa kwenye madhabahu hii. Tunakwenda tunamwangalia Danieli. Maombi ya watu wa Mungu yalikuwa na nguvu kubwa inayotenda katika ufalme wa Mungu. Sikiliza, falme zingine haziwezi kupata nafasi. Angalia ni watoto. Haleluya! Falme zingine haziwezi. Falme za wakuu wa giza katika ulimwengu wa kimapepo wa juu, anga, ardhi, oksijeni, palipo na maombi vinatakasika. Sio maneno, maombi ya wacha Mungu waliojikataa na matendo mabaya, wakatafuta njia za kweli za Mungu, wanatafuta kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu halijai, linakwenda kwa utaratibu wake, kwa sababu kanisa la Mungu lina sheria, linasema hivi: usitende dhambi, jitenganishe na nini? Na dhambi. Sheria na torati vilikuwa toka zamani. Haleluya! Leo hii hapa Biblia imekataza kuvaa nguo zimpasazo mwanaume. Wanawake wanavaa nguo zinazowapasa wanaume. Injili mmeipeleka wapi? Neno la Mungu mmeipeleka wapi? Wachungaji kwa sababu ya sadaka tunawacha tukimtukuza huyo? Hapana, hatuwafukuzi, tunatakiwa tuwafundishe kweli. Maombi, akiombewa, akiona kweli, akijua kweli, atakuwa na sababu ya kuzijua kwamba hizi nguo zinampasa mwanamke, hizi nguo zinampasa mwanaume. Haleluya! Ndiyo maana heshima ya ndoa imepangaruka, kwa sababu tumeacha hawa watu wameingia kuchukua uwezo, wananyang'anya uwezo wa kimungu. Mungu amechukua sura yake kampelekea mwanaume, alafu na mwanamke ni ubavu kupota kwa mwanaume. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo leo hii hapa tunaachilia tu. Kanisa la Mungu haliruhusu kuvaa nguo fupi unatembea uchi katika kanisa. Alafu naimba kwaya hapa, umebana tumepako twako.
unaimba kwaya hapa na ni mchungaji naona kwa kisioni, mapepo yako kanisani na shinayo. Ndio maana makanisa yamejaa wazinzi, ndio maana makanisa yamejaa wachawi, ndio maana makanisa yamejaa watenda dhambi. Wote nasema wanakwenda mbinguni? Hapana, tuwe na jicho la upande wa pili wa Mungu. Urokole na Ukristo ni lazima ukaripia. Biblia imesema onya, karipia. Haleluya, haleluya. Tunasema tunawatenga nyuma, tunawatenga nyuma. Mungu akikutenga, Mungu akikutenga, hakuna mwanadamu mwingine atakaye kurudisha tena. Mungu akikurudisha, Mungu akikurudisha, hakuna mwanadamu atakaye tena kukutenga. Tunapishana na Mungu. Wakati unatenda dhambi, Mungu wa kwanza kukuona wewe. Mimi mchungaji sioni mpaka nipewe jicho. Wewe leo umetenda dhambi. Wakati Mungu amekuvumilia ndio anaamua kunipa jicho, kukumbua wewe. Na kitu kinachosababisha kuingia kutenda dhambi ni kutokuwa na maombi. Tunakwepa maombi. Ni kazi kweli. Ukiingia kwenye maombi, yana nguvu ya kutenganisha roho na nafsi zote za kuzimu. Mungu anachukiwa na shetani kwa ajili ya maombi. Shetani haogopi neno analo. Hii Biblia nayo shetani anaijua. Biblia inasema kwamba shetani kule juu alikuwa na sifa nyingi na vyeo. Haleluya. Jua la asubuhi, nyota ya asubuhi. Alikuwa mwimbaji sifa mzuri kuliko wewe. Haleluya. Ndio maana waimbaji wasipokuwa na maombi, kuanguka kwao ni kudogo sana. Mtu wa Mungu ambaye amesimama na Mungu, majaribu lazima yamkute, kwa sababu anapambana na shetani. Haleluya. Usimcheke mtu anapoanguka, muombee. Yupo kwenye vita. Maombi ni vita baina ya shetani na wewe, kumpiga shetani na kazi zake.